kuna sahaba mmoja alikuwa hali yake ni ngumu sana, lakini siku moja alimuomba Mtume nguo, kanzu. Baada ya kumuomba Mtume kanzu, bwana Mtume akaivua ile kanzu akamletea. Wenzake walimlaumu sana, unamwambia Mtume akupe kanzu, pengine hana isipokuwa hiyo hiyo, halafu unajua kama Mtume hamnyimi mtu, pengine anaihitaji kanzu yake, vipi wewe? Akamwambia, jamani, ma qabiltuhu illa liukaffana fihi ba'da mauti, ma sa'altuhu, nilichomuomba Mtume sio kwamba nataka nivae tu, mimi nataka ile iwe ndo sanda yangu, nikifa munizike niwe sanda yangu ni nguo alonipa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu kafikiria akhira, kafikiria akhira, hajafikiria hapa duniani, kana kwamba anataka kuwaambia wenzake kwamba hata nikiingia kaburini malaika wawili wakiniuliza man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka, mtume wako nani, tambia hadha qamisu, kanipa kanzu yake. Angekuwa hanijui angenipa, ananijua, ndio maana ameniuliza. Anatizama mbali. Masahaba walikuwa wajanja, wanajua vitu vya kutafuta thawabu. Kwa hiyo hii ni moja, mtu anafikiria akhera yake zaidi. Ndio utakuta hadithi hii watu walikuwa wanataka kutabaruku na kanzu na nguo za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jawabu lake sio mdomo huu na ulimi huu wa kawaida, ni vitendo vyema. Tujitahidi kufanya vitendo vyema. Fala khawfun alaihim, hawana hofu juu yao, wala hum yahzanun, wala hawatuzuni. Naam, aina falahum ajruhum inda rabbihim jazakumullah khair, watakuwa na ujira wao mbele ya Mola wao, ujira wao wa imani zao. Mungu anapenda kukulipa, kwa sababu binadamu anapenda kulipwa. Mwanadamu anapenda alipwe kile kitu, nifanye kazi ya bure hataki. Na ndio maana Mungu akaleta watu duniani wamwabudu, alafu akamwambia malipo yenu ni pepo. Kwa hiyo falahum ajruhum inda rabbihim, hao watakaokuwa na imani hiyo katika Mayahudi na Manasara na Sabiina na Majusi, watakuwa labda watoke katika dini yao waingie wawe na imani sahihi. Falahum ajruhum inda rabbihim, watakuwa na ujira wao mbele ya Mola wao. Wala khawfun alaihim, wala hakuna hofu, wala hum yahzanun, wala hawatakuwa na huzuni. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Kumbuka, watajie hao Bani Israili pale tulipochukua ahadi zenu mlizotoa, tukafunga kama mikataba baina yenu. Akhadhna mithaqakum, tukazichukua ahadi zenu, mmekubali kufanya hili na sisi tumeshazichukua ahadi. Akhadhna mithaqakum, tumezichukua, tukawa serious katika jambo hilo. Lakini nyinyi kama kawaida yenu, kazi yenu kuvunja ahadi. Wa idh akhadhna mithaqakum, kumbuka tulipozichukua ahadi zenu. Wa rafa'na, na tukanyanyua, fawqakum at-tura, juu yenu jabali. Jabal Tur ni lile jabali lilokuwa Mwenyezi Mungu anaongea na mtume wake Musa. Khudhu ma atainakum biquwwa, tukakuambieni chukueni tunachokupeni kwa nguvu, yani kwa bidii. Yani kitabu cha Taurati tulizungumza kwamba Nabii Musa alipotoka huko alikuja na Taurati, akawaambia Mungu amenituma nikupeni hizi ni sheria. Wakamwambia Musa, tusomee kwanza, hatuwezi kuamini kitu ambacho hatujakisikia. Kama zitatupendeza tutakubali, kama zinatubana kamwambie hatuzitaki, iqra alaina. Nabii Musa akasema chukueni, akasema la, chukueni, sema hatuchukui, chukueni, hatuchukui. Jabali likanyanyuka, mtachukua mchukui. Wakainama wanasujudu huko wanatazama hivi kwa jicho pande, ndio tumekubali. Ndio hapo sema if akhadna mithaqakum,
warafa'na, kumbuka tulipochukua ahadi yenu na tukanyanyua juu yenu, fawqakum tur, jabal tur ndio hiyo. Khudhu, tukaambia chukueni, ma atainakum, tulichokupeni, biquwa, kwa bidii, nguvu. Maana yake ulichukue kwa azima, ile awareness iwepo, sio unachukua tu alafu unakuwa careless. Hapana, uwe una mazingatio, ndio maana ya biquwa, kwa nguvu. Wadhkuru, tena musome na mudarisishane na mkumbuke, yani mwe mkisoma mnajua mnafanya nini, mnafuata maelekezo yake, na nyinyi kwa nyinyi mnasomeshana. Wadhkuru, yani kumbukeni na msomeshane na mchukue amali katika hayo ambayo mnayasoma. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, na mkumbuke yalokuwemo ndani yake ili mpate kuwa wacha Mungu. Hiyo tuliwaambia Bani Israil. Thumma tawallaytum, lakini nyinyi kama kawaida yenu mkakengeuka. Tawallaytu maana yake mkageuka. Tawalla ni yule mtu aliyegeuka, kupa mgongo, ishara ya kwamba mkabadilika, mkavunja na ahadi. Min ba'di dhalika, baada ya hapo, falaula fadlullahi alaykum, lau kama si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu, wa rahmatuhu, na rehma zake, lakuntum minal khasirina, mungekuwa katika watu waliopata hasara daima. Yani makosa yenu mlioyatenda hayo, basi pia na huruma za Mungu zilikuwemo, na lau si fadla zake na huruma zake, mpaka leo mngekuwa wengi wenu mko katika hasara daima. Mwenyezi Mungu anawaambia Mayahudi, falaula fadlullahi alaykum, lau si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu, wa rahmatuhu, na rehema zake, lakuntum minal khasirin, mngekuwa katika watu waliopata hasara daima. Walaqad alimtum, na hakika mmekwisha kujua nyinyi Mayahudi, walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum, mmekwisha kujua habari ya wale waliofanya uadui miongoni mwenu nyinyi Mayahudi. Kuna watu waliofanya uadui miongoni mwao. Fi sabti, katika siku ya Jumamosi, tulipowaambia itukuzeni siku ya Jumamosi na ni haramu msivue. Hawa walikuwa wavuvi katika kijiji cha Ila. Hichi kijiji kulikuwa kuna bahari pale. Hapa walipewa mtihani na Allah. Siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya makatazo ya kufanya kazi, watu yaadhimishe kama vile sisi siku ya Ijumaa. Lakini Ijumaa sisi ni baadhi tu ya wakati, idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah, siku nzima hii Mwenyezi Mungu aliwaambia msivue. Nabii, hii pia ilikuwa ni habari katika Nabii Musa. Hao walikuwa wakati wa Nabii Musa. Ningesema kisa cha Nabii Musa ni kipana sana, na ukitaka kukusanya kuna mashaka makubwa, tabu kubwa. Kusanya uweke ukiunge, sababu kimetajwa huku, sio kama kisa cha Yusuf tulikokuwa tunakwenda nacho. Na hii yote ni miongoni mwa balagha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nawaambia hao, wakaambiwa siku ya Jumamosi msivue. Sasa ile siku ambayo wamekatazwa wasivue, ndio siku wanakuja masamaki, mitihani. Maana Mungu huwa anakupa mtihani kwa kile kitu ambacho wewe unakipenda. Alafu baadaye pale tunataka kuona unanipenda mimi au unampenda huyo mwanao, kama ni mtoto kama Nabii Ismail, maana mtoto wake ndo wa pekee. Alafu anaambia mchinje. Allah siku zote ana mtoto mpaka anaomba Rabbi, Mola wangu, habli minas salihin, nipe katika watoto wema. Nabii Ismail anamwomba Mola wake, Rabbi habli minas salihin, nipe mtoto. Amefika hadi mpaka anamuomba Mungu ampe mtoto. Vipi? Mtoto amekuja. Baadaye amefika miaka 12, na hapa ndo baba anampenda mtoto wake kweli kweli. Alhamdulillah, tunaendelea. Mnanisikia? Na bahati nzuri alhamdulillah, na mimi nimehifadhi kidogo hapa. Ningekuwa natizama ningekuwa sasa hivi mniletee tochi hapa. Khair. Alisema kule Libya alikuwepo bwana mmoja anakwenda kutoa hutuba.
Sasa unajua watu wa zamani walikuwa wakitumia kalamu zile za kama maji maji, wino wake. Akaandika khutba ya Ijumaa, khutba nzuri, akaiandika vizuri, akaiandika baadaye akaitia katika koti lake, yale majoho yale ya Kimisri yale, na ukundani ndo kuna mifuko, akatia kule kwenye mfuko wake. Sasa kutoka kwao mpaka msikitini, ile harakati, joto, majasho, akifika juu ya mimbari ile karatasi yote imeroa, hakusomeki alifu wala be. Akitizama khutba na tikisa kichwa, asema leo hakuna khutba. Nini atafanya? Ikabidi ashuke amnong'oneze mwenye, bwana khutba leo imenishinda kwa sababu ndio yeye andika yote imevurujika. Akanyanyuka mmoja akasema jahazi watu wasio kakosa salatu aljuma. Hili ni kisa maarufu, kimetokea. Ndio maana zamani walikuwa wanatuambia msije mkategemea karatasi, mara nyingine inaweza ikapeperuka, msishike tena, kila pointi zake zote ulizoziandika hazipo tena. Walikuwa walimu wetu wanatu encourage katika swala hilo sana, kwa sababu inaweza tokea tatizo ikawa karatasi ile unayo tena. Kama khatibu mmoja alipanda siku moja katika mimbar. Sasa kitabu kile cha zamani, unajua wazee wetu wakitumia vitabu vya Ibn Nabata, khutba zile kila mwezi wa Safar kuna khutba hii, mwezi wa mfungo 6 kuna khutba hii, mwezi wa Rabiul Thani kuna khutba hii, mwezi wa Ramadhani zimeshapangwa tayari. Yeye anakuja tu kama kitabu anasoma alhamdulillah. Basi siku hiyo khutba ile, kile kitabu kishakatika katika karatasi hizi zinachanika zenyewe. So iko juu ya mimbar, karatasi moja ikaruka feni. Sasa ile watu ile khutba ndo boring, manake mpaka watu wanakuwa wanalala hivi. Sasa msikitini watu wamelala, hawana taarifa kwamba karatasi ya imamu wao imepeperuka. Sasa imamu wa khatibu wengine wanakamata bakora ile. Sasa akamtizama chini muadhini wake pia kalala, akamgusa na bakora, amka karatasi yake. Sasa muadhini aliposhtuka yeye usingizini, akasimama akakimu sala, hata wakati wa sala hujafika. Msizoee sana kukamata karatasi mtakapokuwa walimu, lakini ni vizuri pia kwa yule ambaye anahisi ndo mazoea yake. Yote yana manufaa yake na yana madhara yake. Walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabt, na hakika mmejua kwa wale waliopita kabla yenu nyinyi, waliofanya uadui katika siku ya Jumamosi. Walifanya uadui gani? Walipoambiwa msivue katika siku ya Jumamosi na wakapata habari kwamba wale samaki ndio siku yao ya kuja, ikabidi watu wanakwenda kuweka nyavu alafu wanaondoka. Kifika Ijumaa usiku wanaenda kuweka nyavu, wanawatega kabisa, alafu wao wanaendeleza, hawapiti mpaka siku ya Jumapili wanaenda kuchukua nyavu zao. Wakiuliza sema hatukwenda Jumamosi, tumekwenda Jumapili. Ujanja. Wengine wakawa wakachimba kama channel katika maji leo, kaunganisha na mto. Sasa wale masamaki wakubwa hitan wanaita, maana katika suratul Araf nasema wasalhum, waelezee kuhusu ahli alqarya, itatihim hisanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la tatihim hitanuhum fi sabtihim shurra, yawma sabtihim, katika siku ya Jumamosi wanakuja kwa wingi. Wa yawma la yasbituna la tatihim, siku ambayo si ya Jumamosi wala hawaji, ile siku walokatazwa wasivue ndo samaki. Sasa wakawa wanachimba mashimo, wale samaki wakija inakuwa wanaingia katika hii mitaro huku, wanaingia huku kulikokuwa na maji machache. Sasa wanashindwa kurudi kule kwa sababu maji madogo hawezi kunini, na samaki mikubwa. Kwa hiyo siku ile ya Jumamosi wao wanafungua ule mtaro, wanauacha wazi, samaki wanakuja. Hata wakija huku, hata wakiwaachia hawezi tena kurudi kule. Ndio hivyo, wengine wakiweka nyavu, wengine wakichimba mashimo.
Halafu sasa ikawa mitaani watu wanasikia harufu ya samaki. Kila mmoja anauliza, mbona hao kuna samaki wanapika, wanapataje? Wakawa wanahadithiana, bwana sisi hatwendi lakini tunaika nyavu zetu. Kwa hiyo wakija wale tunakamata. Kwa hiyo walipofanya hivyo kwa ujanja, Mwenyezi Mungu akawapa laana. Laana gani aliwapa? Aliwageuza wote wakawa manyani. Wote wakawa manyani. Ndio maana Mtume alisimama katika Bani Quraidha akasemaje, ya ikhwana alqirada wa ya ikhwana alkhanazir wa ya abadat at-taghut, ndugu zake kima na manyani, enyi ndugu zake nguruwe, enyi wenye kuabudu mashetani. Sababu waligeuzwa. Masakh ni Mungu kumgeuza mtu katika umbo lisilokuwa lake. Kwa hiyo wapo waliofanywa kima na nyani, wapo waliofanywa nguruwe. Hao Mayahudi ndio kima tunawajua, hao wanarukaruka kwenye miti. Wale walikuwa wavuvi, walikuwa hawakuheshimu siku ya Jumamosi, wakashabihishwa, wakatolewa nini fesi zao. Ndio Allah anasema, walaqad alimtumul ladhina atadaw minkum fi sabt, na hilo wanalijua la wale waliofanya uadui katika siku ya Jumamosi wakachupa mipaka. I'tada maana yake ni kuchupa mpaka, ndio uadui wenyewe, kuchupa mpaka katika sheria ya Mungu ulokatazwa ukawa unalifanya. Fakulna lahum, tukawaambia hao watu waliofanya hivyo, kunu qiradatan, kuweni manyani, khasiin, tena waliodhalilika. Kunu qiradatan khasiin, kuweni manyani au kima waliodhalilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa kauli hiyo tu, na hapo hapo wakabadilika, ikawa wanakwenda mpaka majumbani. Wale waliobadilishwa sura wanakwenda wanawaambia na wenzao, si tulikuambieni msende kuvua Jumamosi, hamkutusikia? Wanaitikia kwa vichwa namna hii, wanatikisa vichwa, ni kweli mlituambia. Hawasemi, lakini wameshabadilishwa sura zao. Fakulna lahum kunu qiradatan, tukawaambia kuweni manyani, khasiin, yani waliodhalilika. Khasiin, waliodhalilika. Wa idh qala Musa liqaumi, kumbuka Musa alipowaambia kaumi zake, na faja'alnaha, tukajalia hicho kijiji. Wanasema ulama tafsiri dhamiri hapo ya ha, faja'alnaha, tukakijalia hicho kijiji, yani qarya hiyo, inarudi kwa qarya. Wengine wanasema la, faja'alnaha, tukawajalia hao masamaki. Lakini ala kulli hal ulama wa tafsiri wengi wasema hiyo ha inarudi katika hicho kijiji. Faja'alnaha, tukakijalia kijiji hicho nakalan, yani ni adhabu na mafunzo, lima baina yadaiha, kwa wale waliokuwa wanaishi pale, walikuwa mbele yao, wama khalfa, na watu watakaokuja nyuma yao, wa mau'idhatan, na pia tukajalia hayo ni mawaidha maalum lilmuttaqin, kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Kwa tendo lolote linalotokea huwa ni mafunzo kwa wengine. Ndio anasema faja'alnaha nakalan. Nakala maana yake ni jambo ambalo likifanywa watu wengine wanapata mazingatio, ndio maana ya nakala. Kwa kitu chochote kitakachokuwa kikifanyika au kikifanywa au kikisemwa inakuja kuwa fundisho la mtu mwingine, ndio Waarabu wanaita nakala. Kwa hiyo faja'alnaha nakala, tukajalia hayo ni mafunzo, ni adhabu ambayo ilikuwa ni funzo kwa waliokuwa nao wakati huo. Baina yadaiha ni wale watu waliowazunguka na walio mbele yao, wama khalfaha, na waliokuwa nyuma yao, wa mau'idhatan, tukajalia ni mawaidha. Mawaidha ni maana yake ni maneno ambayo ndani yake unakumbushwa hasira za Mungu na mapenzi yake na ukubwa wake, ndio maana ya mawaidha. Mau'idhatan, ndio maana leo kumetolewa mawaidha, yani mtu akitoa mawaidha anazungumza mambo ya Mungu, kukhofisha, kutaja neema, kutaja mambo ya khair. Mau'idhatan lilmuttaqina, kwa watu wamchao Mwenyezi Mungu. Wa idh qala Musa, kumbuka aliposema Musa liqaumihi, kuambia kaumi zake, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yaamurukum, anakuamrisheni, an tadhbahu baqara, mumchinje ng'ombe yeyote, yani baqaratan kwa nakira,
bila alif na lam, maana yake ng'ombe yoyote. Unajua lugha ya Kiarabu ukisema alwalad na ukisema waladun ni vitu viwili tofauti. Alwalad, mtoto huyu hapa, ndio maana ya alwalad. Alwalad, mtoto huyu hapa. Lakini ukisema waladun, mtoto yoyote. Mshaona tofauti yake? Mnafahamu bado? Alwaladu, mtoto huyu hapa, maana huyo mtoto ndo ushajua ni nani, ni mtu maarufu. Mtoto huyu hapa. Ukisema alwalad, mtoto. Unaposema kaja mtoto huyu hapa, jaa alwalad, kaja mtoto huyu hapa. Na ukisema jaa waladun, kaja mtoto yoyote, hata hukuainisha ni mtoto gani. Inawezekana kaja mtoto yoyote. Lakini ukisema alwalad, maana yake ule mtoto ushamu identify ni nani. Lakini ukisema waladun ni nakira asiyejulikana. Kwa hiyo hizi ni vitu muhimu katika kujua lugha. Ndio maana tunasema baqara, maana ni mchinjeni ng'ombe yoyote. Tunasema inna Allah ya'murukum an tadhbahu al-baqara. Ingekuwa labda ashawapa ni ng'ombe aina gani maarufu. Naam, lakini baqara yoyote mchinjeni. Qalu, wale wakasema atatakhidhuna huzwa. Hiki kisa ni habari ya kupendeza. So mwanzo wa kisa aya zake ziko mbele huko, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Hapo ndo mwanzo wa kisa. Lakini tizame aya zenyewe ziko mwisho. Sasa kuna system ya muqaddam na muakhar katika Qur'an. Allah ana njia zake mwenyewe za kuleta story na zinapendeza. Unajua maana yake nini kuleta story hiyo? Yani alitaka wewe uanze kufanya research. Mbona hao wameambiwa chinje ng'ombe kwa nini? Kabla hata hujajua sababu. Uitafute wewe sababu gani? Na hii inampa mtu tashwiki. Ule utamu wa kutafuta, lazima nijue sababu. Kwa nini wakaambiwa chinje ng'ombe hao? Lakini ilikuwa mafruḍ aanze, isije qala Musa liqawmi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Ilikuwa ije wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Alafu ndo ije wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Hii ni system maalum ya ufasaha wa Allah na tashwiq na balagha ya hali ya juu katika mazungumzo ya Qur'an. Akasema Musa kuambia watu wake chinjeni ng'ombe. Qalu, wakasema atatakhidhuna huzwa, unatufanyia istihzai, unacheza shere. Sisi tunataka tujue nani kaua, unatuambia tuchinje, kwani kuna karamu hapa? Ndio maana yake unataka kama kumfanyia istihzai. Qala, akasema a'udhu billahi an akuna min aljahilin, na muogopa Mwenyezi Mungu nisije miongoni kwa wajinga. Na kwa nini wameambiwa wachinje ng'ombe wasiambiwa chinjeni bata au kuku? Sababu ndani kuna hikma. Ng'ombe walimwabudu hawa watu. Ng'ombe walimfanya Mungu wao. Sasa Mungu anataka kuwaonyesha kwamba huyu ng'ombe ana athari yoyote, ana manufaa yoyote. Kama nyinyi mlimfanya Mungu, atizameni anachinjwa wala hawezi kujitetea. Sasa ndani yake kuna mafunzo. Ndio maana haikusema tuchinjeni kondoo, chinjeni ng'ombe, kwa sababu Mungu anajua waliabudu hawa kigombe, japokuwa si ng'ombe wa hakika ikiwa walomtengeza. Nasema hadha ilahukum wa ilahu Musa fanas. Sasa yule ng'ombe wanataka kuonyeshwa mafunzo, mchinjeni hebu. Qalu, wakasema atatakhidhuna huzwa, unatufanyia istihzai. Qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, najilinda kwa Allah nisije nikawa miongoni mwa watu wajinga. Qalu, wakamwambia Musa, basi kama unataka tuchinje ng'ombe, ud'u lana rabbak, ud'u lana rabbak, tuitie huyo Mola wako, yani omba kwa Mola wako. Na walikuwa napenda sana kumwambia hivyo, sababu Mungu wako wewe anapenda kukujibu. Hawakusema ud'u lana rabbana, ud'u lana rabbak, Mungu wako, kama kwamba wao hawamu. Mwambie huyu Mungu wako atubainishie ng'ombe aina gani tuchinje, mkubwa au mdogo. Ikaja jawabu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Akasema Mwenyezi Mungu anakuambieni ng'ombe anatakiwa achinjwe ni yule ambaye la faridun, si mzee. Farid ni ng'ombe yule ambaye tayari hazai tena, musinna, shakwa tena mzee. Wala bikr, wala si mdogo. Mdogo ni yule ambaye bikr, ambaye hata hajaanza nini
Aiona. Kwa hiyo asiwe mzee wala siwe mdogo, awe kati na kati. Sasa hapo wakaambia fafalu ma tu'marun, fanyeni mlichoamrishwa. Hapo tayari inaonekana wazi, tayari hapo washaanza kupewa onyo. La faridun wala bikrun awanun baina dhalik, yani kati ya hapo. Awan ni mnyama yote anapokuwa kati ya utu uzima na udogo. Awan hayuko katika hili wala hayuko katika hili. Awan kati na kati, baina dhalika, baina hilo. Fafalu, fanyeni ma tu'maruna, mliloamrishwa. Qalu, wakasema la ud'u lana rabbak, tuitie tena mola wako, muombe, mwambie yubayyin lana ma launuha, atueleze rangi yake. Je, nataka tujue rangi yake, mweupe, mwekundu, mweusi, vipi? Tutaki kujua. Qala, Musa akasema innahu yaqulu, hakika huyo Mwenyezi Mungu anasema innaha baqaratun safra, mchinjeni ng'ombe rangi manjano, tena sio manjano tu, faqi'u launuha, iliyoiva rangi yake, tasurru an-nadhirin, tena inawafurahisha wenye kumtizama ng'ombe huyo. Yani faqi'u, iliyoiva, musharrabun bihumra, manjano iliyochanganyikana na wekundu. Qalu, wakasema tena ud'u lana rabbaka, muombe mola wako, yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina, atubainishie ni ng'ombe aina gani huyo, anakaa zizini, hakai, analima, halimi, ananyosha maji mimea, hanyoshelezi, anavuta maji kisimani, avuta. Tunataka tujue ma hiya innal baqara, hakika ng'ombe uliotaja tashabaha alaina, ametuchanganya. Maana kwa wamefanana, wapo wengi kama hao uliowataja. Tashabaha, wapo wengi wamefanana. Wa inna, na sisi insha Allah, Mungu akipenda, la muhtadun, tutaongokea, yani tutafika katika mradi huo, tutalifikia hilo lililokusudiwa. Ndo maana hapo waliposema insha Allah, kidogo mambo yao Mungu akawajalia kama mazuri, lakini wasingesema hivyo, wangetafuta, wangekwenda, wasipate. Na hapa kuna mafunzo makubwa tunapewa katika hadithi sahihi. Bwana Mtume anasema Mwenyezi Mungu anakukatazeni an kathrati suali, maswali mingi, waqilin wa qal, na maneno yale ya qila wa qal, wa idha'atul mal. Kuna mambo matatu sisi katika dini tunakatazwa sana, lakini ndo mambo ambayo tunayapenda kweli kweli. Mambo matatu. La kwanza anasema kathrati suali, wingi wa maswali mengi, haipendezi. Mpaka Qur'ani ikasema ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum, msiulize maswali ambayo ikidhihirika majibu yake yatakuumizeni nyewe wenyewe, mtakuwa mmejichongea. Bora hata singeuliza swala hili, bora hata ningeacha hivi. Sasa leo watu hutafuta hasa maswali, wakakreate, je, ikiwa hivi, kitokea hivi. Maana nyingine mimi napata maswali wanakuja, bwana sijui fulani alikuwa Ulaya, alipokuja sijui akamkuta mwanamke akamtongoza, baada ya kumtongoza akamchukua akalala naye, kumbe akishtukizia ndo yule mkewe aliolewa kwa wakala. Unataka kujua nini? Hayo maswali ya kuunda hayo, wewe unatafuta nini jamani? Na hizi simu, matatizo, kila mtu anatafuta simu, mama balaa na maswali na message zisizokuwa na maana. Haya yote yanatokea katika ulimwengu wa leo. Yote hii ni kukosa kazi. Kama mtu anashughulika na mambo ya darasa kama hizi, na mambo ya muhimu anafanya, asingekaa mtu anafikiria mambo ya niunde leo message gani watu wapate kucheka, na mara nyingine wanawatukana watu katika message hizo. Kwa hakika ni kitu ambacho hakipendezi abadan. Kuna mambo muhimu mtu anatakiwa ajishughulishe nayo. Dunia hii, akhira hii iko karibu na sisi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anasema wa inna insha Allahu la muhtadun. Hayo mambo matatu tuliyokatazwa: kathratu suali, maswali mengi, wakila wakala, na mambo ya nimesikia hivi, nimesikia vile. Qila wakala ni zile habari za umetokea hili, nimesikia hivi, kuna hili leo, kesho kila kumesemwa, wakala kasema fulani, vitu kama hivi. Na idha'atul mal, kupoteza hela bure.
starehe zisizokuwa na mpango, mambo mtu anaika sherehe ambazo hazina maana, anapoteza hela tu bure bure. Haya yote yamekatazwa katika dini. Wa inna insha Allah la muhtadun, na sisi Mwenyezi Mungu akipenda tutafikia makusudio. Qala innahu yaqulu, akasema Mwenyezi Mungu anasema, innaha baqaratun, huyo ni ng'ombe, la dhalulun, ambaye hajadhalilishwa, tuthiru al-ardh, kwa kuchimbua, kwa kulima ardhi, wala tasqi al-hartha, wala hanyeshelezi shamba, mimea na mazao, musallama, tena awe usalama, hana aibu yoyote, la shiyata fiha, tena rangi yake isiwe na mchanganyiko na rangi yoyote nyingine, hana madoa, ndo la shiyata fiha, asiwe na mchanganyiko na rangi yoyote nyingine. Hii yote kutokana na ule ukaidi wao. Binadamu hatakiwi kuwa mkaidi hivi. Lakini kuna baadhi ya watu akiambiwa huyu mkaidi ndio naona kama ni sifa. Sasa mtujui nyie ndio sisi basi. Haipendezi. Wacha mambo ya kukana ukaidi, wacha mambo ambayo hayakuletei manufaa, watu wanakutaja kwa ubaya, wanakusema kwa vibaya. Hizi sio sifa nzuri. Musallamatu la shiyata fiha, qalu, wakasema al'ana jita bilhaq, sasa hivi umeleta maneno, yani umesema haki, jita bilhaq, umekuja na haki. Fadhabahuha, wakamchinja, wama kadu, wala hawakukaribia yafaluna, kulifanya hilo, ila baada ya kuona maswali yao yamekwisha ndo wamefanya hilo. Maana ingekuwa pia yamo mengine wangesema. Wameshauliza ng'ombe gani? Wameambiwa si mzee wala si mtoto. Wameuliza rangi yake? Wameshaambiwa rangi yake ni manjano. Wamesema anashughulika hashughuliki? Wameambiwa huyu. Ingekuwa kuna lengine pia wangesema, lakini walipotafuta maswali na yamekwisha, fadhabahuha, ndo wakatafuta. Kupata mwenyewe walimpata kwa mtoto yatima ambaye mwenyewe alipoulizwa sema mimi siuzi. Alipobembelezwa akasema thamani yake ijazeni ngozi yake dhahabu. Wakamchinja, fadhabahuha wama kadu yafal. Sasa hapo ndo kisa kinaanza, wa idh qataltum nafsan, kumbukeni mlipoua nafsi, fadaratum fiha, mkasingiziana, mkarushiana, dafatum, kila mmoja sasa si mimi ni wewe. Vipi kisa hicho kilitokea? Bwana mmoja alikuwa tajiri, ana mali nyingi. Sasa kulikuwa na mrithi wake mmoja tu, mwana wa nduguye, na huyu bwana akaona huyu mzee anachelewa kufa, anachelewa kuchukua hela zile, akaona mtafutie njia ya shortcut ya muue mapema. Akamuua, alafu akambeba akamtupa mtaa wa jirani mbele ya mlango wao. Alipoamka yeye ndo wa mwanzo kwenda kudai fidia. Mmeua mtu wangu, sikubali, lazima mnilipe. Kwa hiyo apate fidia, na huko alafu atarithi mali zile yote. Tamaa. Basi watu walipoona wanazozana, mzozo umekuwa mkubwa, wakasema kwa nini mnazozana na yupo Nabii Musa? Twende tukamuulizeni. Si yeye anasema naenda kwa Mungu, anaambiwa kila siku muulizeni nani aliyeua. Wakaenda wakamuuliza Musa, kabechinjeni ng'ombe. Ndio ukaja ushindani huo. Kwa hiyo kisa kinaanzia hapa, wa idh qataltum nafsan, kumbuka mlivoua mtu. Kana kwamba ni wote, lakini ndio wanachanganywa kama misemo ya Kiswahili, akioza mmoja wanachanganywa wote, kwa sababu mmoja wao tu ndio amefanya kosa. Lakini hii ni moja katika ufundi pia wa kuzungumza. Wa idh qataltum nafsan, sio wote waliua mmoja tu, lakini ndio nyinyi katika nyinyi Bani Israili. Fadara'atum fiha, mkasingiziana, mkanyoshiana vidole, mkasukumiana, kila mmoja jambo hilo kalifanya mwenzake. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, mukhrijun, ni mwenye kutoa, ma kuntum taktumuna, yale mlioyaficha. Alikuwa kuna fichwa nini? Yupo mtu pale anaficha, yeye ndo aloua, lakini amelificha, lakini Mungu atalitoa. Kwa Mungu hakuna siri. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Faqulna, tukamwambia, tukawaambia hao Bani Israili baada ya kumchinja. Taban haikuja katika fikra zao, huyo Musa vipi maiti, alafu tutamjua kauawa na nani? Kwa ng'ombe maiti pia.
ng'ombe mwenyewe anachinjwa. Sio kwamba leteni ng'ombe tu alokuwa haya, ng'ombe maiti na mtu maiti. Sasa maiti kwa maiti litaleta taswira gani? Bado wanajiuliza. Faqulna dhribuhu bi ba'dha. Sasa tushamchinja yeye, tufanyeje? Sema chukueni sehemu ya nyama mpigeni maiti. Kachukuliwa, wanasema ulama wa tafsir, nyama katika paja la ng'ombe au ulimi wake au sehemu yoyote ya nyama ikachukuliwa, akapigwa maiti. Maiti alipopigwa akanyanyuka, damu bado zinamchuruzika za kuuao, akasimama vizuri, akaulizwa man alladhi qatalak, ni nani aliyekuua? Akasema hadha huwa alladhi qatalani, huyu hapa. Akanyosha yule alomuua mwana wa nduguye, huyu hapa ndo aloniua. Baada ya hapo faada mayitan, akarudi katika hali yake ya kifo. Kadhalik, hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia yuhyi al-mauta kadhalika yuhyi Allahu al-mauta. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyowatoa hai wafu, anavyowahuisha wafu, anavyowarudishia uhai watu watakaokuwa wamekufa. Kwa hiyo hesabu za Mungu kukupa uhai baada ya kifo ni simple mathematics, ni sio kitu kikubwa. Akitaka wale wote waliolala Mwanakwerekwe pale waamke sasa hivi, wanaamka. Na wakiamka sije tukafa sisi tu tulokuwa hai, hatutoweza mshindo hiyo. Wanakuja mnanikumbuka sisi nisalia hapa Masjid Nur Muhammad, nimerudi sasa, si utakufa. Mambo mengine Mungu ana huruma. Miujiza mengine ingekuwa tunaonyeshwa sisi tungekufa kabla ya wakati. Mabomu tu yanaripuka huko, sisi huku tunabasuka macho na masikio, hatuoni tena. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya mambo kwa hikma yake. Kadhalik, hivyo yuhyi Allahu al-mauta, anahuisha Mwenyezi Mungu mauta. Mauta ni jamu ya mayit, wafu. Wayurikum, na kuonyesheni ayati, aya zenu, la'allakum ta'qilun, pengine nyinyi mtatia akili. Thumma qasat qulubukum, kisha nyoyo zenu zikasusua zikawa ngumu, bani Israili. Min ba'di dhalika, baada hapo fahiya kalhijara, zikawa kama mfano wa mawe. Kwa nini nyoyo hapo hazikufananishwa na chuma? Zimefananishwa na mawe sababu hata chuma unaweza ukakichukua ukakilainisha kikayayuka kwa moto, sio jiwe. Kwa hiyo ni zaidi ya chuma. Fahiya kalhijara, bali sio zaidi ya chuma wala sio zaidi ya mawe tu, ni zaidi, ni kuliko mawe. Yani hawa watu Mungu amewatoa katika ubinadamu, ukaona hawafai kwa binadamu, wakabadilishwa wakawa kima, nyani. Wametoka katika unyani wakapelekwa katika hayawani, katika uhayawani wa nyani wakapelekwa katika jamadi, mawe. Yani binadamu huporomoka kutoka katika utu wake kutokamana na matendo yake. Hizo ndo njia ambazo wanatuonyesha Mwenyezi Mungu. Si kule amesema amewanani, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, kwa binadamu wakawa wanyama. Sasa leo wametoka katika unyama, Mungu anawafananisha na mawe. Tena amewatoa pia katika mawe, hala hawafai kufananishwa na mawe. Au ashaddu qaswa, zilikuwa ngumu hata zaidi ya mawe. Inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, kwa sababu hayo mawe tunawafananisha nayo upasuka yakatoka maji, watu wakapata manufaa. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma, pia miongoni mwa hayo mawe yapo yaliyochanika yakapasua yakatoka maji, watu wakapata manufaa. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, na hayapo miongoni mwa hayo mawe yanayodondoka kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Utaona volcano, mambo mengine yote ni tetemeko, yote ni kwa sababu ya khashia ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mengine. Kwa hiyo hata tukisema wanafanana na mawe, bado mawe yatakuwa bora kuliko wao. Mawe yanamwogopa Mwenyezi Mungu. Wama Allahu bighafilin, na Mwenyezi Mungu hajaghafilika amma ta'malun, kwa yale mnayoyafanya, anayarekodi. Wallahu a'lam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu wanaosikia na kufuata.